Ndugu waandishi wa habari, Jumuiya ya Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi UWT Taifa, kupitia kwangu kama mwenyekiti, nimewaita leo tarehe 28 mwezi wa 3 2025 katika ukumbi huu wa UWT mkoa wa Dodoma kulaani shambulio la kudhuru mwili alilofanyiwa mwenezi wa baraza la wanawake la Chadema Bawacha, ndugu Sigilada Mligo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Njombe tarehe 26 mwezi wa 3 2025 kuhusu tukio hilo, alieleza kuwa ndugu Sigilada Mligo ameshambuliwa na mmoja wa walinzi wa chama hicho anayefahamika kwa jina la Noel Olivale baada ya kutokea mzozo ndani ya kikao cha ndani cha chama hicho. Kwa kuwa UWT, moja ya madhumuni na majukumu ya UWT pamoja na mengine, na kwa mujibu wa kifungu cha F na nukuu, chombo cha ukombozi wa wanawake wa Tanzania dhidi ya unyanyasaji, unyonyaji, ukandamizaji, uonevu na mila zote zinazorudisha nyuma maendeleo ya wanawake, mwisho wa kunukuu. Hivyo, shambulio la kudhuru mwili dhidi ya mwanamke wa Tanzania ndugu Sigilada Mligo, mwenezi wa Bawacha, lililopelekea maumivu hadi kufikia hatua ya kulazwa, ni unyanyasaji, ni ukandamizaji na uonevu dhidi ya mwanamke, jambo ambalo ni baya sana na UWT tunalipinga kwa nguvu zote na kukemea vikali. UWT inashangazwa na ukimya wa viongozi wa baraza la wanawake la Chadema juu ya shambulio la kudhuru mwili kwa kiongozi wa ngazi ya juu wa baraza hilo kwa nafasi ya mwenezi. Kutokemea matumizi ya nguvu kwenye tofauti ya kisiasa ndani ya chama hicho ni dalili ya uoga dhidi ya mfumo dume wa chama cha Chadema. Kwa kuwa sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 2023 imevitaka vyama vya siasa kuanzisha dawati la jinsia, tunaiomba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa kufuatilia kwa karibu uanzishaji wa madawati hayo na utekelezaji wa majukumu yake, ili madawati hayo yawe na uwezo wa mamlaka ya kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya unyanyasaji, ukandamizaji, uonevu na kadhalika dhidi ya wanawake, kama ilivyotokea kwa mwenezi wa Bawacha kushambuliwa akiwa kazini anatekeleza majukumu ya kisiasa ndani ya chama chake. UWT